Tunaendelea pale ambapo tumeishia. Tupo na msemaji wa Geita Gold Samuel Dida hapa kuangalia yale ambayo wapo nayo katika timu yao ya Geita Gold kwenye msimamo huu wa championship. Bwana Dida, tunarejea tena kwa mara ya pili. Kwenye timu yako kuna wachezaji wakubwa, kuna Yusuf Mhilu. Uwepo wa Yusuf Mhilu kwenye kikosi anawapa kitu gani wale junior players ambao wapo katika timu? Yeah, of course, unajua unapokuwa una timu alafu unakuwa na wachezaji ambao wana status ya juu wenye level ambao tayari wameshindana kwa kiwango kikubwa na wamecheza kwenye vilabu vikubwa venye experience zaidi ya timu ndogo, inasaidia. Na baadhi ya mazingira ya kimchezo yanataka uamuzi wa kiutu uzima sana. Ukiangalia kwenye timu yetu tuna mchanganyiko kidogo. Wachezaji wenye kaliba ya juu, lakini pia tuna wachezaji ambao kaliba yao ni ya chini lakini talanta kubwa. Kwa mfano timu hii tuna wachezaji kama 4 mpaka 5 ambao ni tumewalea wenyewe wakiwa under 20 ile ya Geita Gold iliyoshuka daraja. Kwa hiyo hawa wanakuja wanaungana sasa na hawa kina Yusuf Mhilu. Wanatengeneza muunganiko ambao ni sawa sawa. Sasa mwisho wa siku wanasema Waswahili kwamba kijiji bwana kikikosa mzee busara zinakuwa ndogo. Sasa mambo yanaweza akawa vurugu. Kwa kinapokuwa na watu wazima kama hawa wanaongeza chachu kwamba hii mechi ni lazima tushinde. Sasa wanaiamuaje? Maamuzi mengine yanakuwa ni ya kikubwa zaidi. Maturity ikitumika kwa sababu ya experience mnapata faida ya kupata matokeo. Lakini uwepo wa technical bench, tumemwona pale yupo Paul Nonga assistant coach, lakini yupo Zuberi Katwila, nao kwa experience yao naona kabisa timu inaenda kupelekwa safari ya Kanani, inaenda kufika kabisa Kanani. Yeah, of course, kwa maana ya experience yao, achana tuna experience walionayo kama makocha, lakini pia wamekuwa wachezaji kwa muda mrefu na wana experience kubwa. Hakuna mtu asiyefahamu ubora wa mwalimu Zuberi Katwila akiwa enzi zake anacheza na Mtibwa. Mtibwa ile ilichukua ubingwa mwaka 2000, mwaka 99. Lakini pia ubora wa Nonga mwenyewe. Kwa hiyo hii inatengeneza pia combination ambayo achana na kufundishwa, lakini wanakuwa wana wastani mzuri wa wao kuwaelekeza vijana kuona ni kwa namna gani wanaweza kufikia mafanikio. Lakini si hivyo tu. Geita Gold ndio timu ya championship ambayo ina kocha ambaye ni analyst coach. Yani ni kocha mtaalamu na mtafiti wa masuala ya video analyst. Kuna timu za Premier hawana mtu huyu. Kweli kabisa. Unasikia? Kwa sisi tunapokwenda kwenye match, tunapokwenda kwenye game, hatuendi kama kondoo tu. Tuna watu maalum kwenye benchi la ufundi, tuna watu. Na ndio benchi kubwa. Geita Gold ndio ina benchi kubwa la ufundi kwenye championship kuliko timu nyingine yoyote. Ukubwa huu unatufanya pia kuongeza ufanisi kwenye timu. Na tunapata kitu kizuri. Lakini kwenye timu yako labda mtazamaji anataka kujua labda pengine kuna majeraha, kuna ambao wapo kwenye majeruhi. Kwa squad yote ambao tumesafiri nayo hatujapata rupture yoyote kwa mchezaji yoyote. Kwa hiyo kwetu ni jambo la heri na ni jambo zuri, linatupa matokeo mazuri kwamba sasa kutoka kuna uchaguzi mkubwa na kutoka kuna matokeo ambayo sasa tunaweza kufikia kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunashukuru idara ya tiba kwa maana madaktari pamoja na timu yake namna wanavyowahandle wachezaji kwenye mambo yote, chakula, matibabu, maintenance ya miili yao. Limekuwa jambo zuri kwetu na tumepata mafanikio mazuri. Bwana, shukrani sana Bwana Dida, nikutakia kila la heri kuelekea katika NBC Premier League. Tunakwenda nikija hapa labda nikipita Morogoro na season kidogo labda naenda Mtibwa au naenda Dar es Salaam, lakini msimu ujao inshallah Mwenyezi Mungu akijalia na tunatamani iwe hivyo, twende tukacheze Premier League. Ndio ligi ambayo sisi tuna hadhi nayo, tunataka ifikie huko, na hiyo ndio kitu pekee ambayo mashabiki tutakuwa tumekamilisha ndoto zao wao kuiona timu hii tena inarudi kwenye Premier League kwa kiwango kikubwa. Kila la heri sana. Shukrani sana. Bwana, huyo ni Dida, msemaji wa Geita Gold, lakini mimi ni HM Alika, sauti ya maadili. Kumbuka hii ni Longa na shabiki ndani ya Focus Online Media. Kutoka hapa uwanja wa Stadium hadi wakati mwingine.